Ndugu wananchi, sasa niungane na mkurugenzi wa ZIPA aliposema, na mimi nataka niwasihi kwamba tusisahau kwamba kukua au kukuza uwekezaji nchini kunawezekana kutokana na uwepo wa amani, usalama na utulivu wa kisiasa. Ndiyo maana uwekezaji nchini unakuwa. Nilikuwa nazungumza na mwekezaji hapa, hoteli nyingine 2 atazifungua kama alivyotuambia, lakini akaninong'oneza kuna eneo kama ameshachukua hajajenga, bado ameulizia maeneo mengine kama yapo. Sasa huyu ni mmoja, lakini wawekezaji wa aina hii wapo wengi, wanavutwa kwetu kwa usalama, amani na utulivu wa nchi yetu. Sasa kwa wale wanaochokorewa masikio kuvunja amani ya nchi hii, ni wasihi, acheni mara moja, acheni mara moja. Amani ikichafuka haichagui. Na tuulizeni sisi wa upande wa pili, ilipochafuka amani Dar es Salaam tu pale, nenda kaulize vijana kama leo wanataka kuingia njiani, hakuna anayetamani. Kwa hiyo amani ikivunjika haichagui. Niwaombe sana, maendeleo yetu, kunawiri kwetu, kupendeza kwetu, kulala na kuamka salama, tutunze amani ya nchi yetu. Tofauti za mawazo zipo, lakini zisitugawe wala tusiharibu utulivu wa kisiasa na amani ya nchi yetu. Tanzania oye! Sasa niungane na mkurugenzi wa ZIPA aliposema, na mimi nataka niwasihi kwamba tusisahau kwamba kukua au kukuza uwekezaji nchini kunawezekana kutokana na uwepo wa amani, usalama na utulivu wa kisiasa. Ndiyo maana uwekezaji nchini unakuwa. Nilikuwa nazungumza na mwekezaji hapa, hoteli nyingine 2 atazifungua kama alivyotuambia, lakini akaninong'oneza kuna eneo kama ameshachukua hajajenga, lakini bado ameulizia maeneo mengine kama yapo. Sasa huyu ni mmoja, lakini wawekezaji wa aina hii wapo wengi, wanavutwa kwetu kwa usalama, amani na utulivu wa nchi yetu. Sasa kwa wale wanaochokorewa masikio kuvunja amani ya nchi hii, ni wasihi, acheni mara moja, acheni mara moja. Amani ikichafuka haichagui. Na tuulizeni sisi wa upande wa pili, ilipochafuka amani Dar es Salaam tu pale, nenda kaulize vijana kama leo wanataka kuingia njiani, hakuna anayetamani. Kwa hiyo amani ikivunjika haichagui. Niwaombe sana, maendeleo yetu, kunawiri kwetu, kupendeza kwetu, kulala na kuamka salama, tutunze amani ya nchi yetu. Tofauti za mawazo zipo, lakini zisitugawe wala tusiharibu utulivu wa kisiasa na amani ya nchi yetu. Tanzania oye!